Shukuru sana waandishi wa habari kwa kufika hapa katika ofisi yangu hii hapa kwenye jiji la Dodoma, na nyote mnafahamu kwamba nchi yetu ipo katika kupita mapito mbalimbali ambayo ni muhimu tukaendelea kuijenga nchi yetu, lakini pia kuwajenga Watanzania wenzetu kuendelea kubaki katika msimamo, katika mlengo, katika mtizamo wa kulinda nchi yao na kuhakikisha mamlaka za juu zinaendelea kutimiza wajibu wake kwa wananchi wake, na sisi sote tukiwemo. Kwa jina naitwa Mwesigwa Zaidi. Naitwa Mwesigwa Zaidi. Taaluma yangu ni mwanasheria na ni Mtanzania halisi, tena Mtanzania wa kuzaliwa. Uraia wangu ni wa kuzaliwa, sio wa kusajili. Sasa waandishi wa habari, nyote ni mashahidi kwamba iko taarifa ya chombo maarufu duniani cha CNN ambayo imetolewa hapo juzi, lakini taarifa ile kwa masikitiko makubwa imekuwa na mlengo wa kuligawa taifa letu, imekuwa na mlengo wa kudhoofisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, imekuwa na mlengo wa kugawanya na kuwachanganya Watanzania, imekuwa na mlengo wa kuleta sintofahamu baina ya Tanzania na mataifa mengine. Sasa mimi nataka kujikita katika sura halisi, na kabla sijaanza, ni vizuri Watanzania wote tukafahamu kwamba leo tulipo hapa, unafuu na usalama tulionao leo ni kazi kubwa iliyofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Hilo kwanza lifahamike. Pamoja na changamoto zozote zile ambazo zimejitokeza katika kutimiza wajibu wao, lakini kubwa na muhimu, tukubali na tushukuru kwamba tumevuka salama mpaka sasa. Pamoja na changamoto zilizopo, hakuna kazi ambayo inakosa changamoto, na kwa kuzingatia kwamba tatizo lile limetokea katika hali ya dharura, katika siku ya uchaguzi mkuu, nchi ikaingia kwenye taharuki, lakini leo hii nchi iko shwari, nchi iko vizuri. Kwa hiyo kwanza ni pongezi zangu na ambazo ningependa na Watanzania wenzangu waweze kuwa nazo vichwani mwao na kuvipongeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, pamoja na changamoto ndogo ndogo ambazo zimejitokeza katika kutimiza wajibu wao. Sasa taarifa ya CNN. Taarifa ya CNN imeonyesha vitu vingi sana, lakini kwa masikitiko makubwa, na ni declare na Watanzania wafahamu kwamba mimi anayezungumza sio kwamba ni mtu ambaye sijitambui au ni mtu, hapana. Ni mtu nina maarifa na taaluma, dunia naifahamu, nimefanya kazi ndani na nje kwenye taasisi za kimataifa, kwa hiyo nafahamu vizuri sana. Kwanza niwape background ya CNN. Mjue CNN kihistoria na katika siasa za dunia imekuwa ni chombo ambacho kinatumika vibaya. Kinatumika kuchafua nchi, kinatumika kuharibu nchi, kuchochea mapigano katika nchi. Kwa hiyo si chombo cha kuaminika. Ninyi wanahabari mnajua lugha zenu za kutumia, lakini nasema si chombo chenye maadili mazuri. Mwaka 1994 CNN ilichangia sana vita na mauaji ya kimbari kule Rwanda. Changia sana. Na iko reported katika ripoti mbalimbali za kidunia. CNN hii imechangia sana vurugu katika maeneo ya Darfur. CNN hii imekuwa ikitoa taarifa za ajabu katika Mashariki ya Kati. CNN hii ambayo ni ya Marekani, makao yake makuu huko, bado inalaumiwa na rais mwenyewe wa Marekani, Donald Trump. Bado anailaumu kwa kuwa na taarifa ambazo ni za uchochezi ambazo haziaminiki. CNN inasema yafuatayo. Moja, inaonyesha picha za miili iliyokusanywa makundi, na inasema kwamba hiyo ni miili ambayo polisi wamerundika. Lakini CNN katika taarifa yake hiyo hatuoneshi
mahala gani mili hiyo ipo, ni wapi. Anasema alikuwa na satellite ambayo ilikuwa ina cover siku nzima ya uchaguzi katika majiji yote, Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Mwanza. Lakini satellite gani haiwezi kutambua eneo. Yeye anasema tu mili hiyo hapo. Na nyinyi mashahidi, hizi picha tumeziona kabla ya hapo kwenye magrupu mbalimbali zikiwemo. Sasa hasemi mili iko wapi. Lakini jambo jingine, CNN amekuwa bias, amekuwa mchochezi katika matukio yale yaliyotokea ya uchaguzi. Vijana walioingia barabarani kufanya vurugu, waliharibu mali za umma, mali za watu binafsi, kupora, wizi na kadhalika. Vitu hivi CNN haoneshi kwamba kuna matukio ya uhalifu yalifanywa na vijana waliojiita waandamanaji. Hapa tunaanza kuquestion, tunaanza kutafsiri nia ovu ya CNN. Chombo cha habari ni kama mahakama, kinataka kutenda kwa usawa, kutoa taarifa kwa usawa. Taarifa yake iko upande mmoja, sasa inakosa legitimacy. Nia na madhumuni ya taarifa hiyo inarudi kutengeneza moto kwenye nchi yetu, kitu ambacho hatuko tayari, na Watanzania wote tusimame imara kupinga hilo. Haoneshi madhara. Ziko picha mnazo, waandishi wa habari, mabasi yamechomwa, watu wanaingia kwenye maduka kuiba Mwanza, wanasomba mali za watu. Havioneshwi na CNN hivyo kama matokeo ya vurugu za waandamanaji ambao walifanya. Hapa nia yake inathibika kuwa mbaya. Lakini CNN ameonesha, anasema kwamba watu wameuliwa na kuna makaburi yako kaskazini mwa Dar es Salaam. Anaonesha vimchanga kwenye picha zake. Kama satellite yake ilifanya kazi ya kuona makaburi, kwa nini satellite yake isiwaoneshe watu wakizika hao watu? Tulitegemea CNN ituoneshe media hiyo kwamba hawa hapa polisi wanazika watu hawa hapa, au watu wamebeba bunduki, au watu raia akiwa wanazika watu. Satellite gani inaonyesha upande mmoja tu na watu walishazikwa kwa mujibu wa taarifa yake? Watanzania tutumie akili, tushanganue vizuri taarifa hizi, na mjue kwamba nchi yetu inapiga hatua kiuchumi. Nchi yetu ina miradi mikubwa ambayo inaiendesha yenyewe kwa pesa zake za ndani. Hili haliwezi kupendeza kwa mabeberu wenye nia ya kuchafua nchi na kudhulumu rasilimali za hapa. Hawawezi kufurahia hilo. Lakini taarifa hili ukiangalia, anasema nguvu nyingi ilitumika ya polisi dhidi ya raia. Nilitegemea mimi kama chombo kikubwa cha dunia ambacho kina wataalamu wazuri sana, kingetuonesha basi hata uwiano kwamba tazama, raia mmoja hana silaha, amenyosha mikono, amejisalimisha, polisi 10 wa silaha wanamshambulia. Tulitegemea hivyo ili tuone sasa matumizi ya nguvu yaliyokithiri ya polisi dhidi ya raia. Ndugu wanahabari na Watanzania wenzangu, nyote mlikuwepo na mliona. Mlitegemea jeshi la polisi na vyombo vingine vifanye nini hali ya kuwa umma wa watu umesongamana, unakwenda unaunguza vituo vya mafuta, wanaingia madukani, wanaiba, wanaua watu? Na hapa nitoe ushahidi. CNN kuna raia wameuliwa na waandamanaji. Hasemi upande huo kwamba waandamanaji wameua watu, hasemi. Kwa mfano Dar es Salaam, eneo la Kibo, siku hiyo ya vurugu, dada mmoja ambaye anaitwa Bi Claudia Peter Masawe. Claudia Peter Masawe mfanyakazi wa Vodacom ambaye alikuwa anafanya duka la Voda Shop Mlimani City pale. Mida saa 11 anarudi, amevamiwa, ameporwa begi lake na wale vibaka, ameuliwa. Tarehe 19 alijeruhiwa, akaumia, akapelekwa hospitali ya Bochi, Dar es Salaam. Tarehe 19 amepoteza maisha. Tutegemea CNN ionyeshe haya kama ingekuwa ni fair, kwamba yako madhara wamesababisha waandamanaji.
Lakini tuambizane vizuri, yuko askari mwingine ameuliwa, askari ASP Rajabu, nyumbani kwake maeneo ya Vingunguti pale, na alikuwa ni afisa magereza wa Mbarali, kauliwa. Wanasema huyu ni askari, taarifa zipo. Mbona hii CNN haisemi? Hiyo ni mifano michache. Kama kweli CNN ingekuwa ni chombo cha uhalali, chombo cha nia ya kuonesha madhara yaliyotokea, tulitegemea kionyesha na upande wa pili kwamba haya pia yaliweza kutokea. Huyu mke aliyeuawa na hawa waandamanaji ni mke wa Bwana Anochiche Mgaya. Mke anaitwa Claudia Peter Masawe, mme anaitwa Bwana Anochiche Mgaya. Hospitali ya Bosch 19 pale mtu kafariki, wameenda kuzika kwao kule kaskazini. Lakini CNN anasema kwamba maandamano yanatokana na wananchi hawaikubali serikali yao. Huu ni uzushi. Tulitegemea chombo kama kile cha kimataifa kitupe takwimu, kituambie kwamba kimehoji asilimia ngapi ya wananchi wa Tanzania na asilimia ngapi inakataa serikali yao. Hakuna takwimu, uzushi tu. Amepata wapi? Relevance, uhalali wa taarifa zake ni nini? Nyinyi wanahabari mnajua. Habari itakuwa na chanzo. Chanzo ni nini? Kawahoja akina nani? Wapi? Na lini kumpa hizo taarifa? Ndio maana nasema CNN ni chombo cha uzushi. Na taarifa yake ni ya uzushi na ipuuzwe. Lakini askari wangapi wameuliwa? Tunakubali katika kutenda jukumu lao, wako raia waliuliwa. Liko wazi hilo. Liko wazi. Swali ni katika mazingira gani? Swali ni je, CNN ilitaka wananchi wamalize nchi nzima waandamanaji, wateketeze nchi nzima Tanzania imalizike? ATM zimevunjwa, sote tumeshuhudia, tunaona kwa macho yetu. Matobo ya ATM yako pale. Mbona CNN haionyeshi matobo ya ATM zilizotobolewa hela zikachukuliwa? Mbona CNN haijawahoji wenye vituo vya mafuta waliopoteza mali zao? Naanza kuona mashaka katika taarifa ya CNN. Hivyo basi, niwaombe wananchi wa Tanzania tuendelee kuamini serikali yetu, tuendelee kushikamana pamoja na changamoto ambazo tumepitia katika uchaguzi huu. Hazitufanyi kuacha uzalendo wetu kwa taifa letu. Halitufanyi kubeza vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Haitufanyi kugawanyika. Lakini tujiulize jambo jingine. Kuna huyu jamaa anayejiita rais wa Gen Z, huyu anasema ni Mtanzania. Tazameni hata anavyozungumza kama robot vile. Alafu Watanzania sisi tunajuana Watanzania jamani. Ukisema Mtanzania tutajua Mtanzania wa wapi. Tuna makabila tunajuana sisi hapa. Hatufukui makabila, lakini tunajuana sisi Watanzania. Hata mtu aliyekaa Marekani miaka 50 hatajulikana ametoka. Mimi ni Mnyambo, mimi ni Mnyambo toka mkoa wa Kagera. Najulikana sisi ukoo wetu, najulikana na familia yetu, najulikana ndugu jamaa, wananijua. Watu kama huyu ni Mwesigwa, ni Mnyambo wa sehemu fulani. Wewe unajulikana, ndugu yangu ni mtu wa sehemu, unajulikana Mtanzania. Hakuna Mtanzania neutral sisi hapa, kama kuna Mtanzania mwenye jina la Tanzania neutral. Tuna Mtanzania tunamjua, ni Mtanzania Mzanzibari, ni Mtanzania Mchaga, ni Mtanzania Mkikuyu, Mkerewe, ni Mtanzania. Tunajua. Mtanzania wa wapi yule? Anajaribu kuaminisha vijana kwamba ni mwenzao wa Tanzania ili apate namna ya kuwaingia vizuri na kuwatumia vibaya. Kwanza niwape pole pia. Tumia nafasi hii kama Mtanzania pia kuwapa pole wote ambao waliguswa kwa namna moja au nyingine kwa kupoteza ndugu zao, kwa kupoteza mali zao, jamaa zao na marafiki zao. Niwape pole kabisa. Hakuna mtu anafurahi kwa namna yoyote ile ndugu yake kumuona ameondoka duniani kwa namna yoyote ile. Lakini tujue kabisa kwamba ilikuwa ni mazingira ambayo hayazuiliki kwa namna nyingine. Halafu CNN inawapa wale vijana
nembo ya waandamanaji. Nembo ya waandamanaji. CNN ni chombo kikubwa, kinafahamu nini maana ya maandamano, kinajua taratibu za maandamano, kinajua maandamano yanakuwa sasa maandamano gani yalikuwa yakianzia wapi kwenda wapi. Huu ni uchochezi, ni namna ya kuanzisha vurugu nchini, na sisi kama Watanzania tunaojitambua tutasimama imara kulinda nchi yetu. Hii nchi tutailinda sisi wenyewe, tutailinda vizuri sana. Na niwahimize hata ninyi waandishi wa habari, andikeni habari nzuri, zipo za kujenga jamii yetu, za kuharmonize. Lazima tujengane sasa hivi. Aliyefiwa, aliyeibiwa mali yake, aliyepotelewa. Lakini niwaambie pia Watanzania mfahamu kwamba baadhi ya tuhuma zinazotolewa ni za uongo kwa vyombo vyetu. Ni za uongo. Baadhi, nimesema na mnikoti vizuri, baadhi ya tuhuma ni za uongo. CNN inasema hivi. CNN inasema, ni maneno ya taarifa ya CNN inasema hivi: kulikuwa na unfair election. Kulikuwa na uchaguzi ambao si wa haki, ambao waandamanaji waliamua kuandamana kupinga wa uchaguzi na kupinga tume ambayo si huru. Tume ambayo si huru. Tunamuuliza CNN, hili kalipata wapi? Kwa sababu wale watu hawakuwa na bango lolote la ujumbe wowote katika maandamano hanayosema. Kalipata wapi hilo CNN? Kwamba waandamanaji walisema tume si huru. Atuoneshe bango lolote katika taarifa zake zote hizo. Hakuna bango lolote la waandamanaji lenye ujumbe huo. Ninaposema CNN amepika taarifa, na maanisha hiyo mazingira kama hayo. Lakini CNN kama chombo tunachokiheshimu hakikuzuiliwa kuwafika viongozi, hakikuzuiliwa kuwafika wananchi. Alafu CNN anasema uchumi wa Tanzania umekufa. Anasema CNN uchumi wa Tanzania umeharibika kutokana na maandamano. CNN sio chombo cha kusemea uchumi wa Tanzania. CNN sio chombo cha kusemea uchumi wa serikali ya Tanzania. Umekufa kwenye item gani? Maana uchumi una categorization. Areas of the economy ziko classified. Sasa anaposema uchumi wa Tanzania umekufa kwenye maeneo gani? Hasemi. Na kapata wapi chanzo cha taarifa hizo? Ndio maana anasema CNN taarifa yake ipuuzwe. Taarifa yake ni ya kipuuzi, taarifa yake ni ya kuchochea, ni ya kuendelea kuongeza mgawanyiko kwa Watanzania. CNN sijaona ikisema kwamba, nyote waandishi wa habari mlikuwepo, wiki moja imepita hapa, alikamatwa mtu mmoja mwenye asili ya Kenya na Marekani kwa mujibu wa taifa jeshi la polisi, ambaye alikuwa anaingiza mabomu nchini kupitia kule mkoa wa Mara kule Sitalime kule. Sijaona CNN ikisema hilo, kwamba vyombo vya ulinzi vya Tanzania viko kazini, viko active kulinda nchi yake. Yeye anazungumzia vitu vidogo vidogo tu ambavyo kimsingi anazidi kutia moto, kutia petroli ili ionekane kuna ufa mkubwa sana. Mimi siamini, na naamini Tanzania hakuna ufa wa kiasi hicho. Ni matatizo yametokea madogo sana ambayo yanasuluhishika na hatua zimeanza kuchukuliwa, na niwaombe viongozi wote wa nchi yangu, wakuu wa wilaya, makatibu kata, wakuu wa mikoa, watendaji wa serikali popote walipo, wajitahidi sana kuharmonize, wajitahidi sana kwenda kwa watu, kujenga umma huo wa Tanzania bado na imani na serikali yake. Lakini pia hatuambii maandamano yalikuwa na watu wangapi. Nilitegemea tu relevance kwamba wananchi wapende serikali yao. Katika milioni 65 wameandamana milioni 40, ni 80% wa Tanzania. Hatupi takwimu za walioandamana. Sasa unasemaje leo kwamba watu wengi hawaipendi serikali yao? Huo ni uzushi. Lakini anajaribu CNN kuingiza chuki baina ya wananchi na vyombo vyao vya ulinzi na usalama. Ndio mkakati anaofanya huu. Niwaombe wa Tanzania, endeleeni kuviamini vyombo vyenu vya ulinzi na usalama. Tuendelee kushikamana navyo. Taifa hili linahitaji kulindwa na sisi wananchi kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Sisi ndio wenye dhima kubwa ya kutoa taarifa. Sisi ndio wenye dhima kubwa ya kushirikiana. Lakini pia penye changamoto tushauri.
tushauri vizuri, kwa weledi, kwa nia njema, ili kusudi taifa letu libaki kuwa pamoja. Mwisho CNN imesema yafuatayo kwamba CNN inasema kwamba imebaini kwamba Tanzania amani hakuna, ndio inavyosema CNN, na ndio mwanzo wa vurugu hizo kutokea. Sasa anapozungumzia amani, atuambie ni lini Tanzania hii imekuwa na viashiria vya uvunjifu wa amani katika level ya kitaifa? Ni matukio gani ambayo ni literature review kwake anayatumia kusema kwamba haya ni uvunjifu wa amani ambao umekuwa katika historia mbalimbali? Nyote ni mashahidi. Chama kikuu cha upinzani Chadema kilisusa uchaguzi, kushiriki harakati za uchaguzi hata kabla ya tume ya uchaguzi kuundwa, kikasusa mwanzoni kabisa. Leo anaposema kwamba vyama vya upinzani vimezuiliwa kugombea, kushiriki, kwamba hakuna demokrasia, alitaka chama gani kigombea? Lakini amesema pia CNN kwamba miongoni mwa sababu za maandamano na vurugu ni kiongozi wa upinzani kuwekewa kesi. Anasema CNN, anasema tena hivyo, kuwekewa kesi ya uhaini. Nauliza Watanzania wenzangu na nyinyi wanahabari, kwani kosa la uhaini limetungwa juzi kwa ajili ya Lissu? Lakini je, Lissu ameshahukumiwa? Kama kahukumiwa, kesi inaendelea mahakamani. Lakini je, haijawahi watu kushtakiwa na makosa ya uhaini nje ya Lissu? Lakini swali jingine la msingi, je, ikiwa sheria imetungwa na makosa yamewekwa na adhabu imewekwa, kwa hiyo mwanasiasa akifanya kosa asishtakiwe mahakamani kwa sababu ni mwanasiasa? Yaani mahakama ipo kuchagua kwamba huyu ni mwanasiasa asishtakiwe, huyu mfanyabiashara asishtakiwe, huyu mtumishi wa umma asishtakiwe? Sidhani kama CNN wana akili nzuri. Sidhani kama wanajitambua vizuri katika hali kama hii. Ingekuwa sheria ilitungwa karibu na uchaguzi ikaweka makosa hayo na Lissu akakamatwa akashtakiwa, tungeweza kusense kwamba iko nia ovu dhidi ya huyu mwanasiasa. Lakini sheria ipo muda mrefu tu, ipo. Sasa anataka sisi kutishia serikali yetu kwamba watu wasichukuliwa hatua wanapotenda makosa ili nchi iendeje bila kufuata sheria? Serikali inafuata sheria, wananchi tufuate sheria, na wao wengine wote wafuate sheria. Hivyo ninaipinga vikali, na niseme kabisa na wao wasikie, kwa sababu wengine hawajui Kiswahili, wenyewe wale hawajui Kiswahili. I, Mwesigwa Zaid Siraj, being a Tanzanian of sound mind, I've passed through the whole called the CNN report of investigation over what happened during the general election on 29th October 2005. After I have passed through the report carefully, I come up with these findings. One, the report is too fictitious, biased, and discriminatory. Such a report intends to disturb our nation, divide Tanzanians, and cause further insecurity to our nation, of which we are not ready to accept it. CNN report is lacking legitimacy and relevance due to lack of sources, credible sources. The report is too general. It has no proper and credible source where the information was collected. In so doing, I hereby call upon my fellow Tanzanians to oppose, disagree the report produced by CNN, as it is danger to our nation. And I hereby call upon my fellow Tanzanians to join efforts, fight against colonialism, fight against all who lead motions, violence, strikes to attack our nation. I also call upon Madam President Samia Suluhu Hassan to remain stable, to control proper her government, make sure
our nation remains safe, as we depend on her to ensure our safety. After so, I hereby call upon all of the medias in Tanzania to join efforts, knowledge, and make sure they collect credible, proper information which are relevant to our nation, which join Tanzanians, which make our nation to shine, internal and external. End of my presentation.